maneno ya watu yasije yakakutoa kwenye kusudi ambalo Mungu amekuandikia. Wanadamu ni kawaida kwao kuongea. Ukikaa kimya wanaongea, ukiongea ndo wanazidisha kuongea. Kwa hiyo maneno ya watu yasikutoe kwenye kusudi ambalo Mungu amekuandikia. Na kwenye maisha yako jua mambo haya manne. Jambo la kwanza, wanadamu wataongea sio kwa sababu wanaujua ukweli, wataongea kwa sababu wanayo sauti ya kuongea. Jambo la pili, usitumie nguvu kuwazuia watu kusema. Tumia nguvu kusikiliza ni kipi cha kushika na kipi cha kupuuza. Jambo la tatu, midomo ya watu haina kufuri, lakini akili yako inayo funguo. Unaweza ukachagua ni kitu gani ukiruhusu kiingie moyoni mwako. Jambo la nne, kila mtu ana uhuru wa kusema, lakini sio kila jambo lapaswa kusikilizwa. Kwenye maisha ya mwanadamu ziko sauti kuu mbili. Sauti ya kwanza ni sauti ya Mungu mwenyewe, na sauti ya pili ni sauti za wanadamu. Mfano mzuri unaweza ukamwangalia Petro. Petro yuko na Yesu. Yesu anamwambia, haya njoo, unaweza tembea juu ya maji. Petro anaanza kutembea juu ya maji. Biblia inasema upepo ulipokuwa mkali, dhoruba ilipotokea, Petro akausikia upepo, akaanza kuhisi kuzama. Akapaza sauti yake akasema, Bwana nishike mkono niokoe, maana ninaangamia. Petro asingesikiliza mawimbi, asingesikiliza upepo, Petro alikuwa anaendelea kutembea juu ya maji. Leo hii watu wengi sana wanashindwa kwenda kwenye kusudi kwa sababu ya maneno ya watu wanayoongea. Maneno ya watu, watasema yule ni Freemason, watasema yule ni mzinzi, watasema yule hana akili, watasema chochote wanachojisikia. Ila maneno ya wanadamu yasikutoe kwenye kusudi ambalo Mungu amekuweka. Kama maneno ya wanadamu utayapa kipaumbele, utakuwa umejiangamiza mwenyewe kwa pressure. Jiamini kwamba liko neno linatoka kinywani mwa Bwana, nalo litakushibiliza. Ukipata muda wa kupiga magoti na kuomba, mwambie Bwana Mungu, Bwana Mungu nisaidie nisiwe mtumwa wa maneno ya watu. Nipe nguvu ya kusimama katika kusudi uliloniwekea. Nifundishe kusikiliza sauti yako kuliko kusikiliza sauti ya dunia. Alafu nasema amen, maana yake na iwe, hautosikia tena maneno ya watu. Nguvu ya maombi hayo itakusaidia.